Sio, umeelewa? Tukubaliane kwanza. Tanzania hatujawahi kuwa na uhuru wa makocha. Hiyo tuanze kutafuta sasa hivi. Mimi sitaki niingie kwenye mfumo wako. Kwa hiyo change zaidi sasa hivi akihusishwa na Young Africans kwamba anakuja kuwa kocha mkuu baada tu ya Pedro Goncalves kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans baada ya kuwa na matokeo mabaya. Mimi Lusama niko na Leopard John kama mchambuzi kinara wa The Golden Boot, Yusuf Ramadhani Mpuma ndio kamera operator. Leopard. Yule Stamani wa Simba ambaye ndio roho ya Simba sasa hivi. Wengi walikuwa wanaona ana nafasi ya kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Afrika Kusini. Bafana, boys. Lakini Hugo Broos akasema huyu sio mchezaji wa kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Hajafikia kiwango hicho. Sasa huyu kocha ambaye amekataa kumuita Stamani wa Simba ndiye anayetajwa kuja kuwa kocha wa Young Africans. Tutegemee nini kwenye ligi kuu Tanzania bara kama Hugo Broos atajiunga na Young Africans kama kocha mkuu? Kwanza tutegemee CV kubwa ndani ya Tanzania. Kwa maana nafikiri Florent Ibenge licha kwamba ana taji la CAF Confederation Cups anaweza kuwa chini ya Hugo Broos by CV. Sio issue ya anaweza, atakuwa chini. Of course. Kwa hiyo Young Africans itakuwa ni timu inayo yenye benchi la ufundi pana. Yanga itakuwa na rais wa klabu Afrika. Itakuwa na mjumbe wa kamati ya mashindano ya klabu ya FIFA na itakuwa na kocha mwenye tag kubwa kuliko makocha wote ligi kuu Tanzania bara kwa sababu amepeleka Bafana kombe la dunia. Kwa hiyo kwanza ni kocha ambaye ana falsafa ya Kiubelgiji, kwa maana tunamzungumzia Hugo Broos ambaye ni Mbelgiji, kocha wa Afrika Kusini ambaye anahusishwa na Young Africans. Kwa maana falsafa yake uchezaji, always tunafahamu timu nyingi za Afrika ya Kusini wao huwa wanaenjoy zaidi Joga Bonito football, kwa maana beautiful football, of course, end product. Piga pasi kuanzia nyuma kwa Lionel Williams mpaka kwa FC Police anakwenda anafunga. Lakini ni kocha ambaye tayari ana uzoefu na soka la Afrika kwa 100%. Anafahamu figisu za mpira wa Afrika, anafahamu chungu na tamu za mpira wa marefu wa Tanzania hawafahamu. Of course, labda kwa upande wa marefu wa Tanzania hawafahamu. Aje. Lakini kwenye issue ya kufundisha mpira pengine Young Africans wanaweza kuwa wamepata kocha bora na mwenye CV kubwa katika kariba yao yote ya soka. Tangia walipoanza na kina Charles Boniface Mtwasa, Nasreddine Mohamed Nabi, hata pia alipokuja na wengine ambao tumewashuhudia kwa siku za hivi karibuni. Lakini tunakwenda kuangalia kuja kocha mwenye CV kubwa ndani ya Young Africans ni moja. Je, huyo ambaye ameondoka ndani ya Young Africans licha ya kwamba na yeye pia tayari alikuwa ameshaweka CV kubwa ndani ya Afrika, kitu gani ambacho alikuwa amemiss, and then Hugo Broos anakuja kuongeza nini katika timu? Makocha wakubwa always wanapokuja kujiunga na hizi timu wamekuwa na masharti mengi. Kwanza hataki kupangiwa katika upande wa selection ya wachezaji. Wewe unawezekana vipi profession yako aje kupangia mtu mwingine? Mimi hao huwa naungana nao sana. Of course. Pili, kwenye selection ya kikosi kwenye mechi husika. Kwa maana yeye anataka kuwa na ile demand ya kuwa kwamba yeye ndio kocha wa mwisho, awe ana mamlaka kila kitu ambacho kinamhusu yeye katika upande wa benchi la ufundi. Nakukumbusha Alex Shelle alitoa mapendekezo juzi kwenye timu ya taifa ya Nigeria kama anataka kumuongezea mkataba mpya, kitu gani inabidi wafanye. Lakini hii ndio ilikuwa sababu hata Young Africans kuna kipindi walikuwa wanahusishwa na Lallana Mokwena kwamba anaweza pia kuwa kocha wao, lakini kuna vipengele ambavyo pengine vilikuwa tunavisikia walishindwana. Kwa hiyo Young Africans kwenye hili watakubali kutoka kule ambako wanatoka, kwa maana kocha japokuwa anaheshimu na nafahamu kwamba Young Africans uhuru wa makocha upo, lakini unafahamu ninatambua kile ambacho kwamba uhuru wa makocha ya Young Africans upo. Ninafahamu kwa maana wanafuata hiyo misingi, kwa maana wana watu wa mpira. Kwanza hapo una uhakika kabisa uhuru wa makocha ndani ya kikosi cha Young Africans upo? Una uhakika? Ukimwona mwanamke mzuri nje ndani pia yuko hivyo hivyo. Jibu kwa of course bado mdogo wangu hujafika huko. Una uhakika kabisa yani pale Young Africans uhuru wa makocha upo? Of course. Na heshima kubwa ya Young Africans. Subiri, usiende, tulia. Mechi ya FAR na Young Africans iliyofanyika Zanzibar. Tulikaa tukazungumza hapo. Mudathiri haya aliambiwa acheze na nani? Na engineer. Uhuru wa makocha upo? Of course. Au ulikuwa umesahau hii statement? Nakumbuka of course, lakini kama mwenyekiti ndiye anayeamua au rais ndiye anayeamua nani acheze, uhuru wa makocha unatoka. Ulimnukuu vibaya Mudathiri haya basi. Alisema bado hajawafiti, lakini kwa sababu alimuomba
Lakini mimi sitaki kocha gani mwenye weledi anaweza kutumia mchezaji ambaye hayuko fit? Nisikilize kwanza. Young Africans ni timu kubwa. Ina jopo la madaktari ambao wanatoa ushauri wa mwisho. Kama muda angekuwa ni 50 madaktari bora wasingekuwa na rundu la majeruhi tu. Hilo eneo tuliache. Of course ndio maana Mudathiri akazungumza kwamba alikuwa labda pengine kwa mfano mimi nimeshapata aweni lakini nilikuwa sipo kwenye ule mpango. Bwana ukanipigia simu Rusama njoo sehemu fulani ninakusubiri. Kwa kukuheshimu wewe nikatoka nikasema yes, ngoja nikafanye. Sababu nipo timamu lakini nimetoka kwenye majeraha. Sio, umenielewa? Tukubaliane kwanza. Tanzania hatujawahi kuwa na uhuru wa makocha. Hiyo tuanze kutafuta sasa hivi. Mimi sitaki niingie kwenye mfumo wako. Kwa hiyo Hugo Broos ni kocha ambaye akija Young Africans pengine anaweza akatoa hayo mapendekezo, kitu ambacho kwa Young Africans tumekuwa tukishuhudia mara kadhaa. Lakini ni kocha mzuri ambaye kama Young Africans atampata, of course kwanza ni kocha ambaye ni wa mataji kwa maana akiwa na Afrika Kusini. Chagua mtu mmoja wa kurudi kati ya Nasreddine Nabi na Mirudi Hamdi. Hawa wawili nani arudi? Kama ikitokea kwa Hugo Broos imekuwa ngumu, maana tunatambua Hugo Broos anaenda USA na timu ya taifa ya Afrika Kusini kushiriki kombe la dunia. Kati ya hawa wawili Nasreddine Nabi na Mirudi Hamdi. Sio, umekosea sana Young Africans. Kwa hiyo unasema kwamba Hugo Broos hataweza kwa sababu anakwenda USA mwezi wa 6. Wala tusizunguke. Sawa? Inatokea Leopard John unapigiwa simu. Unatakiwa Sky Sport uje tu kuwa unawaandikia Jimmy Karaga, Richard, Thierry, unawaandikia zile data. Unawapelekea pale kwenye meza yao. Utabaki na TV. Of course hizo zingine ni interest. Lakini yote kwa yote kwanza jibu kwanza, utabaki na TV, utaenda Sky Sport. Na kujibu swali lako, Mohamed Nasreddine Nabi akiwa na Young Africans aliipatia Yanga. Nasreddine Nabi alisaidia Young Africans kufika hatua ya finali msimu wa mwaka 2023. And then alitoa ubingwa mara 2 wa ligi kuu akiwa na Young Africans, bila kusahau mara 2 ligi kuu na ligi ya kombe la TFF kwa maana CRDB Federation Cup, wakati huo ilikuwa ni Azam Sport Federation Cup. Lakini Mirudi Hamdi msimu wake ni nusu msimu nafikiri amekaa na Young Africans, anatokea Singida Black Stars. Kwa hiyo watu wengi ukiwaambia kwenye hilo pamoja na mimi hapa nitakwambia Mohamed Nasreddine Nabi, hasa kwenye upande wa uzoefu wa ligi, mafanikio ambayo tayari ameshaipatia Young Africans, uzoefu wa soka la Afrika, ameshapita Kaizer Chiefs baada ya kuondoka Young Africans. Kwa hiyo of course Nasreddine Nabi ni kocha ambaye tangu ameondoka sikuwahi kumuona kocha ambaye ana mbinu za papo na hapo, yani kama vile Mohamed Nasreddine Nabi raia wa Tunisia. Huo ni mtazamo wa Leopard John. Yeye anadhani Nasreddine Nabi ndio mwalimu ambaye anapaswa kuja kwenye kikosi cha Young Africans, kwa sababu kumleta Hugo Broos kwenye kikosi cha Young Africans ni kama kuhamisha mlima hivi. So what is possible ni kumfanya Nasreddine Nabi arejea kwenye kikosi cha Young Africans. Inawezekana kwa sababu hata mimi na SMA ya ukocha Young Africans karibuni tunaweza negotiate na kuangalia namna gani ambapo tunaweza kukiongoza kikosi cha Young Africans. Usama ndio jina langu, Yusuf Ramadhani Mpuma, kama operator, na Leopard John ndiye mchambuzi kinara wa The Golden Boot na TV. Next time tutaendelea kuwepo mahali hapa.